Sindiko yuko shule. Hata akiwapa atasoma. Yaani mtoto hata akiwapa atasoma, hata hamna shida. Nakupigia simu zangu zote upokei. Nakutumia message unijibu. Nimeazima simu nakupigia upokee. Unajua kabisa nimeazima namba yake, nimemleta huyo kiumbe wako. Comfort. Baba wewe, hapo sawa wewe mwanangu? Mama, nataka niende na wewe. Uende na mimi wapi? Uende na mimi wapi? Nimekuleta kwa babako wewe ubaki na sitaki matatizo. Niache kufanya mambo yangu, niache kutafuta hela, nipate shida kwenye kumlea huyo mtoto toka yupo tumboni, nibebe tumbo hilo. Na hangaika nalo, namnyonyesha mpaka sasa kafika umri wewe bado hujali hata kidogo. Na kupigia simu unanikatia. Mimi wewe unanikatia simu. Sasa nimekuletea mwanao begi hilo hapo, mnikome. Kwa baki na begi hili hapa. Sasa mama Comfort, mimi sijawa mtoto kubaki na nani hapa? Kwa hiyo wewe ndio unajua kufanya kazi sana eh? Hizo hela unazipeleka wapi? Kama ungekuwa unajua kufanya kazi ungemhudumia huyo mtoto. Uliniachia mimi, ulinibwagia, leo nimekuletea wewe. Mamako atakuwepo, basi mamako akambo mke wako, atamlisha huyo mtoto, atamfulia huyo mtoto. Mimi sio shida zangu tena kwa elimu. Baki na baba eh? Mama Comfort. Ndugu yangu Miki, mimi najaribu sana kukuelewa kwa jinsi unavyoongea, lakini kusema kweli sasa mimi nina hali mbaya sana. Yaani hapo unavyoona sina hata shilingi 100. Na bahati mbaya kwamba leo shemeji yako pia anakuja na sijui nitaishi vipi. Kiukweli nashindwa nikusaidieje. Unajua changamoto ni yule mwanamke. Kaja kanimwagia mtoto pale na kaondoka. Yaani na mimi kama hivyo sijaoa, sina mwanamke ninaishi naye pale. Kwa hiyo mimi namuonea huruma yule mtoto. Sijui ataishi vipi pale. Nilikuwa na wazo. Unajua kwa karne yetu sasa hivi wanawake wengi hawana huruma sana na wanaangalia sana kwenye upande wao kuliko watoto wao ambao wanawazaa. Umeona, mtu anaona raha kuitwa mama na hajui majukumu ya mama ni yapi. Umeona, kwa sababu kama kwa umri mtoto ambaye uko naye na kukuachia wewe na wewe ni mtoto wa kiume sio kitu kizuri kabisa. Lakini mimi nachoomba hapa ungeenda kwa Juma. Na mimi Juma ashindwe kukusaidia hiyo pesa. Vizuri tu. Na kingine kuhusu mtoto. Shemeji yako anakuja leo. Ningeomba mchukue mtoto amlete hapa kwa sababu shemeji yako yupo na hawezi kuondoka hivi karibuni. Ungemleta hapa nikae naye. Atamhudumia kwenye mambo mawili matatu. Kuliko kukaa naye wewe. Asante sana kwa ushauri wako. Ngoja kwanza ngemwone Bwana Juma. Na kuhusu ile swala la mtoto kumleta hapa mimi nitaangalia. Mimi nitakujulisha ndugu yangu. Itakuwa vizuri kaka. Na usife moyo pia. Najua kwenye maisha kuna changamoto tofauti zinakuja. Kuna wakati fulani na kuna wakati wa huzuni pia. Kwa hiyo naomba uchukue kama changamoto ya kawaida katika maisha yako. Usimchukie yule mwanamke. Jua kabisa kila mtu ana mapungufu yake. Huwezi jua amepata na nini. Kikubwa ni kuchukua riziki kwa mtoto na kuweza kumhudumia. Sawa kaka? Sawa Bwana Jordan, mimi nashukuru sana. Karibu sana. Mambo. Poa vipi? Poa. Za wewe? Salama. Naitwa Maya. Samani, bado unahitaji kuongea na wewe. Nilijua nimaliza. Bado. Najua una matatizo. Usishtuke. Nilisikia ukiwa unaongea na rafiki yako. Hiyo pesa niko tayari kukupa. Ila kuna jambo unahitaji unifanyie. Jambo gani hilo? Namhitaji rafiki yako. Sijui nampataje. Unamhitaji? Ndiyo. Kivipi? Nahitaji unikutanishe naye. Tukiwa wawili tu. Yaani mimi
na yeye. Kutakuwa kuna usalama kweli? Oh, usalama upo na hautafanya bure. Weka namba yako inapokea pesa. Jina Mikte. Lete basi nikuwekee namba yake. Ila usimwambie kama mimi ndo nimekupa eh? Nashukuru. Yule. Bibi shemeji kafika? Hajafika bado. Unakumbuka ile muda tumekaa pale hivi tunaongea? Kumbe kuna binti alikuwa amekaa pembeni anatusikiliza mwanangu. Sikanifuatilia mpaka napoenda. Huwezi kuamini mwanangu. Shida ninazo mimi, bahati na wewe. Unamaanisha nini? Yaani yule binti katokea kuelewa kishenzi. Yaani huwezi kuamini. Kaniomba sana namba yako. Nikawa nambania. Lakini mwisho nimempa. Angalia alichokifanya. Laki 5. Sasa hapa nimetoa tu namba yako kanipa mimi Laki 5. Kwa mwanangu mimi nakwambia. Yule binti anakupenda sana. Ina maana Miki unaniuza, si ndio? Sina maana hiyo ndugu yangu. Ila huyu binti utaongea naye. Kwa hiyo kukupigia mimi naomba usiniangushe ndugu yangu. Sasa mimi naenda basi. Sanula, unajisahau.
hata yeye pia ana haki ya kuishi kama wanavyoishi watu wengine. Hapana, yeye si binadamu kama binadamu wengine. Ndio maana ana alama ya duara katika mkono wake. Hivi, unajua nini kimekuleta kwenye ulimwengu huu? Na wewe kimekuleta nini? Ni kuja kutimiza azma ya kile tulichoagizwa. Muongo. Maya, hata wewe pia unampenda.